Naendelea na swali la Mheshimiwa Haran Nyakisa Sanga, mbunge wa Kigamboni. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba swali langu namba 135 lipate majibu ya serikali. Majibu ya swali hilo Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Haran Nyakisa Sanga, mbunge kutoka Jimbo la Kigamboni kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali tayari imekamilisha dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 ambapo sekta binafsi inatarajiwa kuchangia takriban 70% ya ukuaji wa uchumi. Ili kufanikisha azima hiyo, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji inaendelea kukamilisha mpango wa pili wa maboresho ya mazingira ya biashara na uwekezaji, yani Mkumbi 2. Pia inaandaa sera mpya ya uwekezaji na mkakati wake wa utekelezaji kwa lengo la kuhakikisha mazingira ya uwekezaji yanakuwa rafiki zaidi kwa wawekezaji wa ndani na nje. Mheshimiwa Mwenyekiti, ofisi yetu katika bajeti ya 2026-2027 imepanga kuandaa sera, sheria na mkakati wa kukuza sekta binafsi pamoja na kuandaa mwongozo wa kupima utendaji wa sekta binafsi, mwongozo wa upimaji wa mchango wa sekta binafsi kwenye 70% ya uchumi na mfumo wa kitaifa wa usimamizi wa takwimu za biashara na uwekezaji. Ofisi pia itaendelea kuimarisha majukwaa ya sekta binafsi kupitia Tanzania Private Sector Foundation yani TPSF, vitengo vya viwanda, biashara na uwekezaji ngazi za mikoa na wilaya. Sambamba na hilo, serikali inapanga kufungua One Stop Facilitation Center katika kila mkoa na wilaya ili kurahisisha mazingira ya biashara na uwekezaji ngazi ya serikali za mitaa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ujumla, serikali inaichukulia sekta binafsi kama mshirika mkuu wa maendeleo ya taifa na itaendelea kuweka mazingira rafiki, thabiti na yenye kutabirika ili sekta hiyo ikue, izalishe zaidi, iongeze ajira, ipanue wigo wa kodi na hatimaye kuchangia kikamilifu katika maendeleo ya taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Haran Sanga, maswali mafupi ya nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nashukuru kwa majibu mazuri sana ya serikali, lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niulize maswali mawili ya nyongeza. Kwa kuwa uchumi jumuishi ni mfumo wa uchumi unaohakikisha kila mtu ananufaika na maendeleo ya kiuchumi, je, wananchi wa Kigamboni wananufaika vipi na uchumi jumuishi kama serikali haijaweka kwenye mpango ujenzi wa barabara ya BRT kutoka Kongowe, Mji Mwema, Tuferi na barabara ya lami kutoka Feri kwenda Pemba Mnazi, ili vijana wa bodaboda, vijana wa mamarishe, machinga wa kivukoni pamoja na Pemba Mnazi, wavuvi wa Geza Ulole, wakulima wa mboga mboga mtaa Sala na Kibada waweze kunufaika. Lakini swala la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka kujua ni lini serikali itaanza kutekeleza mpango wa kuboresha mazingira bora ya biashara Mkumbi 2, kwa maana kutoa utitiri wa leseni za biashara kwa wafanyabiashara hususan wa Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla. Majibu Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Haran Nyakisa Sanga, mbunge kutoka Jimbo la Kigamboni kwa maswali yake mazuri mawili. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, Haran ni mjumbe wa kamati ya bajeti na amekuwa akichangia sana swala la uwekezaji hususan Kigamboni. Baada ya maelezo haya, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nijibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Haran kama ifuatavyo. La kwanza, ni kweli dira yetu ya 2050 lakini mpango wetu wa miaka mitano wa 2026-30 umezingatia kwamba tunahitaji kuja na uchumi jumuishi. Na katika hili Mheshimiwa Mwenyekiti, natambua kwamba Kigamboni ni eneo ambalo ni very potential kwa uwekezaji na tuna wawekezaji wengi sana wameweka viwanda Kigamboni. Kwa kupitia hili sisi kama serikali, na ndio maana kwenye mpango wa miaka mitano tumeweka kipaumbele kuboresha mazingira rafiki hususan miundombinu ya barabara, lakini vile vile BRT kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunapovutia wawekezaji katika maeneo yale wawe tayari kwenda kwa ajili ya kuwekeza. Naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge tumepokea hoja yake na sisi kama serikali tutaiingiza kwenye mipango yetu tuhakikishe kwamba wale wawekezaji ambao wanataka kwenda kule waweze kwenda na tuweze kupata manufaa. Swala la pili Mheshimiwa Mwenyekiti ni kuhusu Mkumbi 2. Ni kweli kama serikali tayari tupo mbioni kukamilisha utengenezaji wa mpango wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini, na tayari huu mpango ulishapitia katika uhakiki. Mheshimiwa Rais kutoka Zanzibar alikuja kwa ajili ya mapitio na tunategemea mwezi ujao tutazindua mpango. Ninaamini kwa kupitia mpango tunaenda kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji, hususan kupunguza utitiri wa kodi, tozo
lakini vile vile urasimu ambao unaendelea katika kukuza sekta binafsi. Naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Ibrahim